Mfululizo wa kitabu cha Yona. Tutaangalia mambo mawili katika mfululizo huu kwa siku ya leo. Lakini ujumbe unasema Coram Deo dhidi ya kukimbilia Eden ya kibinafsi. Kifungu tunachosoma ni Yona sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6. Jambo la kwanza, maisha mbele za Mungu dhidi ya udanganyifu wa usalama bila yeye. Baada ya mfululizo huu wa mahubiri, utamjua Mungu vizuri zaidi. Utamuona Kristo katika nuru ya kitabu cha kinabii, na bila shaka utaona jinsi Mungu anavyohusiana na watu na watu wanavyohusiana na Mungu. Sehemu tuliyoisoma ina mtiririko unaonasa mgongano mkali kati ya mapenzi ya Bwana na mapenzi ya wanadamu. Neno la Bwana lilimjia Yona, lakini Yona akaondoka akimbie. Lakini Bwana akafanya upepo mkali uvume. Ona kwamba hapa matendo ya Bwana na yale ya Yona yamewekwa kwa kulinganishwa, kana kwamba ni mapambano kati ya hao wawili. Nani atamshinda mwenzake? Mmoja anatenda kinyume cha mwingine. Na kama hivyo ndivyo maandiko yanavyokwenda, ndivyo nasi tutakavyokwenda. Katika mstari wa 1 tunaona Dabal Yawe, yani neno la Mungu. Mungu hampi Yona mbadala, si pendekezo, si ushauri, bali ni amri. Mungu anapolitamka neno lake hafanyi hivyo ili kufungua mazungumzo, bali ili kuzindua utume. Neno hili linapomwelekea Yona njiwa, maana hivyo ndivyo jina Yona linavyotafsiriwa, mwana wa ukweli, Amitai, haliachi nafasi ya majadiliano. Mungu hampi chaguo, bali wito wa enzi kuu, na kukataa wito huu hakupelekei uhuru, bali machafuko, kushuka polepole, lakini kwa hakika kuelekea kifo cha kiroho. Mungu alimwita Yona kuhubiri kurejea Eden, si kwa Israeli tu, bali hata kwa wale walio nje ya mipaka. Eden iliyopotezwa na Adam katika maono ya Mungu ilipaswa kurejeshwa tena. Tunaona Ibrahim, tunaona Yoshua na Suleiman kama inavyoonekana katika mistari hii. Yona, nabii wa kurejeshwa kwa mipaka, sasa alipaswa kutangaza neema kwa mji wa adui. Huo ndio ulikuwa wito wa Mungu kwake. Lakini hata ujumbe wa hukumu ni neema. Mradi Mungu bado anaongea, bado kuna tumaini la toba. Mungu hutamka hukumu lini? Wakati dhambi zinapofika mbinguni, kama unavyoweza kuona katika mistari hii. Kejeli hii inauma. Yule aliyekuwa ametangaza kurejeshwa kwa Eden anakimbia wito wa Mungu na kuelekea Eden ya uongo, ya mapenzi yake mwenyewe, si ya mapenzi matakatifu. Eden hiyo iliyotajwa kama tutakavyoona ni Talshishi, faraja, starehe, raha, si utume hata kidogo miongoni mwa maadui wa kufa wa watu wake. Mbali na uso wa Bwana. Hii inaonekana mara mbili katika mstari huu. Wana matengenezo waliuita uso huu wa Bwana kwa Kilatini Coram Deo. Hii inamaanisha nini? Yona sura ya 1 mstari wa 3. Yona alikimbia kutoka mbele za Bwana. Hapa usemi uso wa Bwana ni sawa na Kiebrania milifne, Yawe, yaani hasa dhana ya Coram Deo. Yona anakimbia Coram Deo, si kutoka kwa uwepo wa Mungu ulio kila mahali, bali kutoka kwa uwepo wa kibinafsi, hai wa kinabii, kutoka kwa wito wa Mungu unaodai utii. Manabii walisimama mbele za Bwana. Kwa mfano, Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 1, Eliya mbele za Bwana ambaye ninasimama mbele zake. Sawa kabisa na Coram Deo ya kudumu. Yona anaacha nafasi hii, anaukataa wito wake,
Anakataa kubaki chini ya mamlaka na anatafuta mahali ambapo hatasumbuliwa tena na sauti ya Mungu. Mahali hapo ni wapi ambapo sauti ya Bwana haikusumbui tena? Ambapo Mungu anakuacha kwa amani ufanye utakavyo katika Edeni yako. Kwa Yona, Tarshish, mahali fulani katika Hispania ya leo ambako rasilimali zote zilitoka. Wengine wangesema ni paradiso duniani, ndoto ya Kimarekani. Edeni yako ya kibinafsi ni pale ambapo fedha, faraja na raha zinaizuia sauti ya Mungu. Anaishia kuwa mgumu na kuingia katika mgongano na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Inawezekanaje wewe, nabii wake, mtu pekee anayehubiri Edeni ya Bwana, umwache yeye na kuelekea Edeni ya kibinafsi? Kwa nini Yona? Sisi ni kanisa la Speranza na hatutaki matendo tu, tunataka kuelewa kwa nini. Yona sura ya 4 mstari wa 2, nabii anafunua sababu ya kweli. Nilijua kwamba wewe ni Mungu mwenye rehema na huruma, si mwepesi wa hasira na umejaa wema. Yaani, Yona hakukimbia kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu ya msimamo wake wa ndani. Hakutaka Ninawi itubu na kusamehewa. Waashuru walikuwa maadui wakatili wa Israeli. Yona hakuweza kukubali wazo kwamba Mungu angeweza kuwaonyesha rehema. Yona, lakini wewe ni yule mwana mkubwa. Yona, huwezi kumsamehe adui? Mimi ninakusamehe wewe. Ninakusamehe dhambi zako. Wewe huwezi kusamehe? Yona, Yona, huwezi kusamehe? Lakini unajua nini kinachotokea unapojielekeza kwenye Edeni yako? Unaanza kushuka katika dhana ya Kiebrania. Kushuka ni kushuka tu kuelekea Sheol. Tafadhali angalieni ishara za maandiko haya. Yona anashuka na anashuka. Jambo la pili, nidhamu ya Bwana ina nguvu kuliko uasi wa mwanadamu. Kifungu A, Mungu hakubali kulegea wakati watumishi wake wanapokimbia. Mfano tunaona Yona anakimbia, lakini Mungu anatupa upepo mkubwa. Yona sura ya 1 mstari wa 4. Kitenzi anatupa ni tul kwa Kiebrania. Kinaonyesha hatua ya makusudi na ya kimkakati ya Bwana anayekuwa shujaa wakati wa vita ya kiungu. Dhoruba ni jibu la upendo mtakatifu wa Mungu ambaye hamwachi mtu aliyemwita. Matumizi: hakuna sehemu ambayo mkono wa Mungu wa nidhamu hauwezi kuifikia unapokimbia wito wake. Kifungu B, uumbaji wote unaungana na Mungu wakati nabii wake amelala. Upepo, bahari, meli, mabaharia, vyote vinatii. Ni Yona tu anayelala. Kejeli iko wazi. Meli inawaza kuvunjika huku Yona akikataa kuamka. Uumbaji unakuwa chombo cha kumrejesha nabii aliyeanguka. Matumizi: unapokuwa kiziwi kwa sauti ya Roho, Mungu anaweza kusema kupitia kitu ambacho kilicho karibu nawe, hata kupitia mgogoro, machafuko, watu wasioamini au dhoruba isiyotarajiwa. Kifungu C, Yona anafika mahali pa usingizi wa kiroho, Sheoli ya muda. Alishuka mpaka sehemu za ndani za meli, akapata usingizi mzito. Yona sura ya 1 mstari wa 5. Kumbusho: Mwanzo 15 usingizi mzito wa Ibrahim, na Zaburi 139 mstari wa 8, nikishuka mpaka mahali pa wafu, tazama wewe uko huko pia. Usingizi wake ni chaguo la kutoka kwenye uwepo, kimbilio ndani ya kifo. Matumizi: kukimbia wito wa Mungu hakuleti utulivu, bali kufa ganzi kiroho. Kifungu D, wito unarudiwa hata kupitia kinywa cha mpagani. Nahodha wa meli anamwamsha Yona kwa maneno yale yale Mungu aliyotumia katika mstari wa 2, inuka ukalie.
Wito wa pili unakuja katika mazingira yaliyoshuka hadhi, si hekaluni, bali katikati ya dhoruba, kutoka kinywani mwa mtu asiyeamini. Mungu anaendelea kuthibitisha mamlaka yake bila kujali mazingira ambayo mwanadamu amechagua kukimbilia. Kama ilivyokupata na wewe uliposikia kana kwamba kuna sauti ya kunong'ona, eko yake, ulipokuwa unakimbilia ulimwengu wako wenye dhambi. Hei, katika usemi huo ni mimi, katika hali hii ni mimi. Usemi ule ule, maneno yale yale, si kwa bahati, bali Bwana alitaka kumwamsha safari hii, si hekaluni, bali kupitia kinywa cha mpagani. Matumizi. Mungu anaweza kurudia wito wako hata ndani ya aibu yako, kwa sababu upendo wake ni mkubwa kuliko kukimbia kwako. Na bado Mungu haachi. Wakati Yona yuko kimya, amelala ndani kabisa ya meli, bahari na nguruma, mabaharia wanalia, meli inawaza kuvunjika, na Mungu anaendelea kusema hata kupitia mpagani. Nahodha anamwamsha kwa maneno yale yale Mungu aliyosema, inuka ukalie. Je, hilo halionekani kuwa la kufahamika? Mungu anamuita tena, si hekaluni, bali katikati ya machafuko, si kwa njia ya manabii, bali kwa mawimbi, si katika utulivu, bali katika mgogoro. Mungu ana nidhamu, lakini ndani ya nidhamu yake yeye anaita, yeye haachi. Na ni hapa hasa katikati ya dhoruba ambapo Yona atalazimika kufungua kinywa chake, si ili kulihubiria Ninawi, bali ili aungame. Hii ndiyo itakuwa maada yetu Jumapili ijayo, kuungama ndani ya dhoruba, jinsi mtu anayemkimbia Mungu anavyokuwa bila kukata shahidi wake katikati ya wapagani. Hitimisho. Namba 1. Ishi ukiuelekeza uso wako kwa Mungu, si katika kivuli cha Edeni ya kufikirika. Changamoto. Tafuta kila siku kuishi coram deo, ukiwa na ufahamu wa uwepo binafsi, hai na waenzi kuu wa Mungu katika maisha yako. Kuwa mkweli. Je, kuna maeneo ambayo unajua umeupa mgongo? Je, kuna maeneo ambayo unajua umeupa mgongo wito wake na umeelekea kwenye talshishi yako binafsi? Uhusiano, kazi, maeneo, mzunguko wa marafiki, anasa za dhambi, chaguo lililo nje ya mapenzi yake? Tenga muda wa ukimya kila siku ambamo unauliza, Bwana, je, ninataka kukukimbia katika kipindi hiki? Andika hiyo talshishi kwenye karatasi na umuombe Mungu akurejeshe furaha ya uwepo wake kuliko raha za muda mfupi za dhambi. Amua kurudi. Itikia utume, si udanganyifu wa faraja. Wazo kuu: kukimbia coram deo ndiko mwanzo wa kuanguka polepole kuelekea kifo cha kiroho. Rudi leo, sauti yake bado inasikika. Namba 2. Mruhusu Mungu aikarabati tena njia yako hata ndani ya dhoruba. Changamoto. Huenda uko katika kipindi kigumu, unaisikia dhoruba, machafuko, watu wasiokuelewa. Usipuuze. Huenda Mungu anakuita tena, sawasawa kabisa na alivyomuita Yona, kupitia mgogoro, kupitia nahodha mpagani, kupitia ujumbe usiopendeza lakini mtakatifu. Usiendelee kutafsiri mgogoro kama adhabu tu. Angalia kama huenda ni wito. Jiulize, ni wapi Mungu amerudia wito wake kwangu siku za karibuni? Baada ya kulala kiroho, amka. Nenda pale ambapo Mungu alikutuma mara ya mwisho nawe hukutii. Wazo kuu: Mungu hakubali kulegea mbele ya uasi wako. Upendo wake una nguvu kuliko kukimbia kwako. Hapa tuangalie mmoja mkuu kuliko Yona. Tutaangalia vipengele, halafu tutamuona Yona na Yesu. Kipengele cha kwanza: wito wa kiungu. Yona anakimbia neno la Bwana, anakataa coram deo. Yesu anaitika kwa mimi hapa,
anaishi daima coram Deo. Utume. Yona anakataa kupeleka ujumbe wa neema kwa maadui. Yesu anakuja hasa ili kupeleka neema kwa maadui wa Mungu. Rumi 5:10. Mwelekeo. Yona anashuka kuelekea Yafa ndani ya meli katika usingizi. Yesu anapanda kuelekea Yerusalemu, kuelekea msalabani katika utii. Usingizi. Yona analala usingizi mzito kwa sababu ya aibu na kukimbia. Yesu analala kwa amani ndani ya dhoruba akimwamini Baba. Mwitikio kwa mgogoro. Yona anajiondoa hasali. Yesu anaingilia kati, anaikemea dhoruba, anawaokoa wanafunzi. Uwepo ndani ya meli. Yona anakuwa mzigo kwa sababu ya dhoruba. Yesu anakuwa wokovu, yeye analeta utulivu wa dhoruba. Mashahidi. Mabaharia wanaishia kumcha Yawe licha ya kutokutenda kwa Yona. Yesu. Wanafunzi wanaogopa na kuabudu wanapoona mamlaka ya Yesu. Jambo la kwanza, Yona anakimbia wito ili aokoe maisha yake. Yesu anaitikia wito ili ayatoe maisha yake. Namba 2, Yona anatupwa baharini ili kuituliza dhoruba. Yesu anaenda msalabani ili kutuliza ghadhabu ya kiungu. La 3, Yona alikuwa ishara ya neema ya urejesho usiotarajiwa. Yesu ndiye neema iliyofanyika mwili. Amen.